Mjukuu wangu huyo mimi ananiuma tumbo, ndugu zanguni. Mwanangu amembeba mzima mzima. Mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 13, mkazi wa eneo la Sakalilo, mtaa wa Njia Panda, manispaa ya Iringa, amekutwa amefariki dunia katika shamba la mahindi lililopo jirani na nyumbani kwao, huku ikidaiwa kuwa alifanywa ukatili wa kingono kabla ya kifo chake. Mtoto huyo ambaye alikuwa mwanafunzi darasa la 7 katika shule ya msingi Azizi, kifo chake kimesababisha simanzi na taharuki kwa familia pamoja na wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa ndugu wa marehemu Benjamin Kikola, ambaye pia alikuwa akiishi na mtoto huyo, amesema kuwa mtoto huyo alionekana mara ya mwisho siku ya Jumamosi majira ya saa 6 mchana baada ya kurejea nyumbani akitokea shule, ambapo baadaye alitumwa dukani kwenda kununua kiberiti, lakini kurejea tena nyumbani alilosababisha familia kuanza kumtafuta hadi mwili wake ulipatikana siku iliyofuata katika shamba hilo la mahindi. Mimi naitwa Benjamin Kikola, ni mtoto wa shemeji yangu na nimeanza kuishi naye akiwa mdogo zaidi, yuko darasa la 7. Jana, tarehe ya jana ametoka asubuhi hapa ameenda shule. Alivyotoka shule amefika hapa. Alivyofika hapa kakake akamtuma aende akanunue kiberiti. Ilikuwa saa 6 mchana. Alivyoenda kununua kiberiti hakurudi. Tukaendelea kumtafuta. Asubuhi tumejidamka kwenda kutafuta kwenye mapagali huko chini. Baada ya hapo tulivyorudi hapa tunakaa tunajadiliana, tunamkuta yuko nyumba ya pili walipokuja wakamweka. Majibu ya daktari ndio alivyo, baada ya kumfanyia uchunguzi ndio amegundua kwamba shingo kavunjwa na ana makovu kwenye paja na shingoni na sehemu ya kwenye mbavu. Nao majirani wameelezea jitihada za kumtafuta mtoto huyo zilivyoendelea hadi majira ya asubuhi ambapo mwili wake ulipatikana katika shamba hilo la mahindi lililopo jirani na nyumbani kwao. Huyu mzee Kikula ambaye amepata tukio hapa ni jirani yangu. Tulipata taarifa jana majira ya saa 9 hivi kwamba mtoto hapatikani. Kimsingi tulishirikiana kama majirani, tulitafuta huku na kule tukashindwa. Mwisho wa siku jioni tulienda kituoni kuripoti. Tuliripoti, tunashukuru polisi walionyesha ushirikiano mkubwa. Asubuhi tumeendelea kutafuta, lakini kuna jirani yetu mmoja anaitwa Kalinga akasema mtoto amepatikana, yuko hapa amedondoka. Umeona? Amedondoka, lakini kwenda kuangalia ni maiti. Baada ya hapo askari wamefika wakaanza kuchunguza ule mwili. Kweli tumekuta kama ule mkono umevunjika kwa sababu ulikuwa unalegea. Ile nguo ambayo alikuwa ameivaa sio kwamba ilikuwa imechafuka, ilikuwa ni safi. Kiasi kwamba huyo mtu ambaye amemfanyia ina maana amemvalisha hiyo nguo. Maisha Modestus ni mwenyekiti wa mtaa wa Njia Panda. Amesema tukio hilo ni la kusikitisha na limeshtua jamii ya eneo hilo, na ameeleza kuwa tayari taarifa zimetolewa kwa vyombo vya dola ili uchunguzi wa kina ufanyike na usiku wachukuliwe hatua za kisheria. Naitwa Maisha Modestus Kiuko, mwenyekiti wa mtaa wa Njia Panda, kata ya Sakalilo. Nilipigiwa simu jana muda wa saa 1 jioni nikiwa safarini kwamba kuna binti wa darasa la 7 anayesoma shule ya msingi Zizi kwamba amepotea mnamo saa 6 mchana. Basi kwa sababu nilikuwa safarini nikawaruhusu wajumbe wangu watoe ushirikiano wa kuweza kushirikiana wananchi wengine kutafuta ile binti. Amerudishwa mtoto yule akiwa amefariki. Niseme kwa ujumla kwamba wananchi wangu, kwa tukio hili tulilopata leo hii, naomba tulidhibiti kwa pamoja